Karibu mtazamaji, hii ni Bahari Media, lakini hapa tulipo ni Bahari Online TV, lakini Bahari Media pia inahusisha Bahari FM Radio 97.5. Leo ni Jumatano na kama ilivyo Jumatano tunakutana katika Amini katika haya. Tuna mambo mengi sana ya kuzungumza hapa na Amini katika haya sio siasa tu peke yake, tunatoka hata nje ya boksi kuzungumza. Na leo tutazungumza nje ya boksi, maana yake hatutogusia sana siasa. Na kama ilivyo kawaida kwenye kipindi hiki tunakuwa na Amini Salmin. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Habari za leo? Salama, mambo yanakwenda vizuri? Kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka tukiwa wazima. Hilo ni jambo kubwa la kushukuru. Vijana hawajambo nyumbani? Alhamdulillah, sijui kwa upande wenu. Nashukuru Mungu. Tarehe 27 ya mwezi wa Januari mwaka 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitimiza miaka 66 ya kuzaliwa. Na moja kati ya shughuli ambayo aliifanya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa ni kupanda miti. Aliongoza ile zoezi la kupanda miti. Tanzania nzima watu wamepanda miti. Niliona hata Dodoma mbele ya ofisi ya waziri mkuu, naye waziri mkuu akipanda miti. Unahisi umuhimu wa kuadhimisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupanda miti? Faida ya miti ni nini? Muhimu wa lile tukio, umuhimu wake ni upi? Kwanza kabisa tumpongeze rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusherehekea siku yake adhimu ya kuzaliwa akiwa kama binadamu mwingine, ambapo sisi wengine Waislamu na wengine wengi wanasema unaposherehekea siku yako ya kuzaliwa na siku yako ya kufa unaisogeza. Kwa hiyo kwanza unajiandaa na safari, kwa sababu ni safari ya lazima. Lakini utapopanda mti ukaacha kivuli watu wakakaa, basi nawe imekuwa kama sadaka tujaria kwenye upande wa dini. Lakini tukirudi katika mada kubwa, jambo la kiongozi mkuu wa nchi, siku yake ya kuzaliwa, ambayo ana uwezo mkubwa wa kufanya shughuli ya hanasa ya starehe, lakini yeye akaamua kupanda miti na kutoa maelekezo Tanzania nzima ipandwe miti, akiwa yeye kama ni kiongozi. Jambo hili ni jambo muhimu na ni jambo la kupongezwa kwanza yeye binafsi kwa kitendo chake hicho cha kiungwana na cha kizalendo, kwa sababu ukipanda miti kama mwenyewe msikia amesema ni uzalendo. Lakini la pili, hali ya nchi kimazingira, katika mabadiliko ya nchi, miti inachangia mambo mengi katika dunia. Lakini ukiacha mambo mengine, hata sisi wenyewe binadamu, unapovuta hewa nzuri kutoka katika miti, kuna kitu unakipata ndani ya mwili wako, unajihisi kabisa kwamba mwili wangu unapata kitu kizuri. Kwa hiyo hili jambo alifanya ni zuri la kutunza mazingira kwa dhamira ya kuondokana na mambo mengi ambayo yanaweza kujitokeza katika baada ya kukosa ile miti. Maana kukiwa miti mingi imekatwa, maana yake tunasababisha jangwa. Lakini tukumbuke hii ni Zanzibar, kwanza tuizungumzie Zanzibar, ambapo ndio tukio kubwa lilipofanyika, ni kisiwa. Kwa hiyo unapopanda miti pia unazuia mmong'onyoko, unazuia kasi kubwa ya bahari kuja juu, inategemea na miti inapandwa wapi. Miti ina faida nyingi sana na ina faida kubwa nyingine ambazo tunazijua kwa juu, lakini ina faida ya kitaalamu ambayo wenyewe wataalamu wanazijua. Tukiingia ndani tunaweza tukaona faida kubwa zaidi ya hizi ambazo tunazozijua sisi: kupata kivuli, kutunza mazingira, mabadiliko ya tabia nchi. Lakini tu mimi naweza kusema wazee wetu walikuwa na theme wakati huo kwamba kata mti, panda mti. Lakini unaweza ukaukata mti ukaupanda usikue. Kwa hiyo mimi nasema kata mti, kaa kivulini. Maana yake ukishaukata, ukisema kaa kivulini, maana yake utaushughulikia mpaka ukipate kivuli. Sasa tumpongeze kwa jambo zuri alilolifanya na maamuzi mazuri aliyofanya katika kulinda hii mabadiliko ya nchi. Nilikuwa nikiangalia lile tukio jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Niliona wakati wa kula keki, mama alikula na watoto, maana yake hakula na mawaziri, hakula na watu gani, alikula na watoto tu wa kawaida. Sitaki kusema watoto wa mtaani, lakini watoto tu wa hali ya kawaida. Hii inaleta taswira gani kama kiongozi mkuu wa taifa? Kwanza yule ni mama
lakini ni rais. Kwa hiyo urais na mama, ukimwambia wakati gani achague anakuwa rais, wakati gani anakuwa mama, haiwezekani. Okay. Kwa hiyo mama ni mtu wa huruma, mama ni mlezi, mama ni mtu wa watoto. Ni vyema sasa kaona kwa siku ile adhimu akate keki na watoto ambao walikusanyika pale. Lakini pia katika dini yetu watoto wana baraka zao. Kwa hiyo ni jambo zuri la kukaa na watoto, hata Mungu analibariki hilo jambo. Saa nyingine sisi Waislamu unataka kusomewa dua, unaambiwa nenda kasomewe dua na watoto ambao miaka chini ya 15 hawajatenda dhambi, dua yao inakuwa makubuli. Kwa hiyo ni jambo jema la kuonesha upendo. Kikubwa ni upendo kwake, kwa wananchi wake, upendo kwa watoto, lakini watoto na mama zao. Mimi nikimwona mtoto wangu kakumbatiwa na rais nasikia faraja. Okay. Kwa hiyo watu walipoona watoto wao wako na rais wanakula keki, umesikia faraja. Na mama ameonesha kwamba cheo ni dhamana, lakini kuna nafasi ya mama kwa watoto, na mtoto wa mwenzio nawe ni wako. Okay. Yeah. Mimi natamani uwe shuhuda katika hili kwa sababu wewe ni mjumbe wa NEC, mnakwenda mara kwa mara Dodoma. Mara ya mwisho mimi Dodoma kama miaka 10 na kitu iliyopita nilienda, ilikuwa ni jangwa, vumbi na nini, lakini tangu mama ameingia amekuwa mara kwa mara akihimiza upandaji wa miti, na kila mwezi tarehe 27 watu wanapanda miti. Nieleze muonekano wa Dodoma kwa sasa. Kwanza pamoja umesema tusiguse siasa sana, lakini utapomtaja rais huwezi kumtenganisha na siasa. Katika ilani zetu zote ambazo zimewahi kutoka, swala la kupanda miti limo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni moja ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Okay. Na ndio maana serikali zote mbili ziko wizara maalumu zinahusiana na mazingira. Kwa upande wa Tanzania bara waziri wake na tunamwona Mheshimiwa Masauni. Imeunganishwa na muungano kama sikosei. Yeah. Lakini ndani yake kuna mazingira. Lakini kwa upande wa Zanzibar mazingira yapo kwa makamu wa kwanza, ndio masuhula wa swala la mazingira. Kwa hiyo huwezi kulitofautisha na siasa. Okay. Lakini Dodoma ni sehemu ambayo mimi nilisoma kule. Tuliishi kule toka mwaka 72, mzee wangu alikuwa akifanya kazi kule. Okay. Dodoma ninayoijua mimi ile sio Dodoma hii tuliyokuwa nayo leo. Imebadilika kimajengo, imebadilika kila namna. Lakini ile Dodoma ambayo kila dakika mtu kafumba macho, ile ilikuwa ni sababu ya vumbi kali na jua kali. Lakini Dodoma ya sasa hivi imepandwa miti mingi, miti ya kutosha. Dodoma imebadilika, hali ya hewa inaendelea kuwa nzuri kutokana na miti. Jangwa limepungua, miti imekuwa mingi katika ya mji wa Dodoma. Na kama tunafahamu Dodoma ndio mji mkuu wa Tanzania, na serikali inatupia macho yake yote pale. Mheshimiwa Rais nadhani kama mnavyoona wageni wake wengi anapokea wakiwa Dodoma. Kwa lazima mandhari ya Dodoma iwe vizuri kutokana na kijani ambayo itakuwa imeenea. Ukizungumza kijani maana yake ni ile miti. Na hata chama chetu umeona tumechagua rangi ya kijani kwa sababu ya amani na utulivu. Na hata kama ukiangalia mti, mama aliuchambua jana vizuri sana kwamba miti kwa maana ile majani yake ni moja ya amani na utulivu katika nchi. Lakini akanasibisha mizizi na kutuwaidhi kwamba ni mshikamano mithili ya mizizi inavyoshikana na ardhi. Akatutaka Watanzania tushikamane, tuwe wamoja na tusivurugwe wala tusivurugane. Kwa hiyo alitumia fursa nzuri sana kwa mtu mwenye uelewa jinsi alivyouchambua mti wenyewe, shina, mzizi na tawi. Na kila moja akaipa maana yake. Kuna mshikamano, kuna amani pia pale. Lakini kuna na utulivu kupitia ile miti alivyoichambua. Sasa niseme Dodoma imebadilika na Dodoma iko vizuri na inapendeza kwa kweli. Kwenye kupanda miti kuna miti ya matunda, kuna miti ya kivuli, kuna miti kwa ajili ya mbao. Zanzibar ni maarufu sana kwa baadhi ya matunda, lakini ni kama yanapotea, madoriani, matofaa, shoki.
ungepata nafasi ya kutoa rai kwa mamlaka, hususan wizara yenye dhamana ya masuala ya kilimo, ungewaambia nini kuhusiana na kuona kwamba hii miti inakuwepo, inapandwa na inakuwepo, kuendelea kuitambulisha Zanzibar kama ambavyo ilikuwa ikitambulika miaka ya nyuma? Tuzungumzie miti ya asili. Tunasema miti yetu ya asili. Yaani miti adimu ambayo kwa sasa huikuti sehemu nyingi. Tukifanya mzaha tunaweza tukapoteza mbegu. Okay. Na katika maisha yoyote, kwa mkulima yoyote, lazima utunze mbegu. We ukila mbegu huna shamba. Kwa hiyo naishauri mamlaka husika zitumie juhudi maalum. Serikali zote zilizopita zimeweka pale kizimbani makusudi kwa ajili ya kutengeneza miche, kufanya uchunguzi na kutunza ile miti adimu ambayo inaweza kupotea. Kuna miti aina ya matunda ya kula, kuna ya mbao, kuna ya kivuli, kuna aina tu ya miti mingine kazi yake kutoa hewa fulani ambayo tukipata wasaa siku nyingine naweza nikaja nikatafsiri. Hiyo miti ipo, utakuta katika nyumba za watu nyingi wanapanda kama vibustani ambayo inatoa majani kijani mengine hivi. Makanisani utaikuta mingi sana. Na sababu yake ile kuwepo kule, sio kwamba ipo tu. Kwa hiyo niseme katika taasisi husika ni tutunze mazingira na tutunze ile miti ambayo ni adimu. Utakuta miti mingine yenye matunda fulani ni tiba kwetu sisi wanadamu. Lakini sasa tunakuta inapotea. Lakini ukienda nchi za watu unakuta wamezalisha matunda miti ile, lakini kwa mfumo mwingine wa kisasa. Kama mimi nakumbuka zamani, sijui wewe kama unajua, kulikuwa aina fulani ya limau refu kama hivi. Refu kuja hivi. Hakuna. Hayapo sasa hivi. Lakini vijana wa sasa hivi wanajua balungi tu. Lakini kuna madanzi ambayo ukila yana uchungu fulani, yanasaidia kitu katika mwili. Yamepungua. Sasa ni vyema serikali ikachukua jitihada maalumu ya kutunza miti, lakini ukiacha serikali, hata sisi wananchi mmoja lazima tutunze mazingira yetu, tupande miti. Na endapo tutaamua kukata mti, hatutaki kukata mti, tunatakiwa panda mti, kaa kivulini, sio kata mti, panda mti. Yes. Kwenye hapo uliposema habari ya mbegu, kuna hotuba moja ya Baba Taifa anasema hakuna kula mbegu, wajinga tu ndio ambao wanakula mbegu. Alizungumza Baba Taifa. Tutoke hapo kwenye masuala ya miti sasa, turudi kwenye swala ambalo tuliwahi kulizungumza wakati fulani, tulizungumza off camera, off mic, kuhusiana na utambulisho wa Zanzibar. Zanzibar ilikuwa ikitambulika sana kwa muziki wake laini, tarabu hizi. Tarabu asilia, na moja kati ya wanamuziki maarufu sana kwa hapa Zanzibar ni Siti Binti Saadi akitajwa hivyo, lakini kwa vijana ambao wamekuja baadaye hapa, hata wazee wanamfahamu kama Bi Kidude. Tulishtuka kidogo hapa na Hussein uliposema kwamba Bi Kidude alikuwa akizipiga kopi zile. Sisi tunajua ni nyimbo za Keki na Mogo ya Ng'ombe, Kijiti, Sokuba ya Dai na nyinginezo ambazo amepiga Bi Kidude. Unadhani Zanzibar inapoteza utambulisho wake kwenye swala la tarabu asilia? Tukizungumza tarabu asilia, tunapoteza utambulisho. Lakini tarabu ni music. Muziki wa Zanzibar wa tarabu huu ni aina fulani ya muziki ya country tumeichukua, tukatengeneza kitu kizuri ambacho tukapata muziki wa tarabu. Ni country music. Samahani kidogo. Unataka kusema chimbuko la hii tarabu asilia tulionayo hapa Zanzibar, chimbuko lake ni kutoka kwenye muziki wa country? Siwezi kusema moja kwa moja, lakini kuna vionjo ambavyo wamevichukua wakaweza kuvitengeneza, kama zile ukiziangalia violini wanazozipiga, ganuni katika muziki. Ile muziki ni kuigana na ubunifu. Na ukizungumza muziki, definition yake ni kelele zilizopangiliwa. Sasa kama hukuupangilia ndio tunapata hii kelele. Tukirudi katika mada kwamba tarabu asilia inapoteza uasili wake. Ni kweli inapoteza uasili wake, kwa sababu kwanza tarabu asilia ikipigwa wakati ule inakuwa na muziki laini, inamburudisha msikilizaji ambaye anapenda kusikiliza melody tu, lakini pia kwa mazingira inapopigwa na anayepata message maneno pia anapata wasawa kusikiliza vyote kwa wakati mmoja. Kwa ulaini zaidi. Lakini pia mashairi, jumbe zinazotumwa zilikuwa za stara ambazo zimevishwa nguo. Ukisikiliza unaweza kusikiliza ukajua nini kinazungumzwa.
na kuliko sasa hivi mziki wa taarab uko wazi sana, kuanzia maneno hata biti yake haieleweki. Sasa tunapoteza ladha ya mziki asilia. Mabadiliko kutoka kwenye taarabu asilia wakaja kwenye modern taarabu, hawakuelewa nini maana ya modern taarabu. Modern taarabu ni kutoka katika vyombo vya baridi kwenda kwenye vyombo vya moto. Kama tunakumbuka vizuri, taarabu asilia inakuwa na wapigaji wengi na vyombo vingi ambavyo hakuna kebo yoyote inayoingia ya moto, labda zaidi ya kuja maiki. Sasa ukizungumza modern taarabu, kutoka kwenye vyombo vya moto vya baridi kwenda kwenye vyombo vya moto, lakini mziki ni ule ule. Vyombo vya moto, kazi inayofanywa na watu 7 unaweza kufanya kwenye keyboard peke yako, na mziki ukaenda. Sasa sisi tukabadilisha hiyo model, tukaiga magita ya watu wengine, tukaiga miziki ya watu wengine, tukaingiza kwenye kitu tunaita taarabu modern taarabu, wengine wakuja na taara dance. Alimradi hili ni vurugu la kwenda na wakati. Lakini taarabu asilia ina raha yake, ina utulivu wa kutuma ujumbe, lakini ina utulivu wa kusikiliza. Kama ukifuatilia taarabu za zamani kwenye maholi, unawakuta mwanamume kavaa nguo yake vizuri safi nadhifu, mwanamke kavaa nguo yake vizuri safi nadhifu, hata akiinuka kwenda kucheza anakwenda kucheza kwa ustaarabu, kwa sababu maneno yamemuingia na kinachosemwa mnakisikiliza, na mziki unaopigwa unaeleweka nini kinachopigwa. Sasa tunapoteza uasilia wa taarab. Na kama sikosei katika kumbukumbu zangu, kabla tujaja kwa Siti Binti Saadi, malkia wa Uingereza marehemu na ameshafariki, kuna nyimbo siikumbuki, lakini kuna nyimbo ya Mohamed Ilyasi aliipenda sana. Ya Mohamed Ilyasi, mtafuteni Mohamed. Katika nyimbo ambazo kuzipenda, kuna nyimbo moja ya Mohamed Ilyasi alipiga, akawa anaipenda sana, lakini hatukuchukua kama ni advertise kwetu tukaifanyia kazi. Na ni maneno ya Kiswahili tu. Melody tu imemgusa. Kwa sababu hata sisi kuna kipindi hakatujui Kiingereza, sisi tunapigwa nyimbo za Kiingereza. Tunacheza kutokana na beat. Tunafurahi. Tunaenda mbele. Lakini ukitaka kuangalia, kunakuwa na makongamano makubwa sana sana yanafanyika Ujerumani na nchi kama hizo Denmark nyingine. Vikundi vya taarabu vinavyochukuliwa au vinavyoalikwa ni hivi vya zamani. Kina Nadia Safa, Culture, watu kama hawachukui hizi taarabu nyingine. Kwa sababu wanataka kupata kitu ambacho kinaeleweka. Mziki unaopigwa kisomi, kwa sababu mziki unasomwa. Kuna notation zile unasoma kama a e o u unasoma. Huwezi tu ukapiga mziki, una notation zake. Sasa tukirudi kwa marehemu Siti Binti Saadi, Siti Binti Saadi wazee wake walitokea, kwa historia ninayojua mimi, walitokea Tabora. Mzazi wake nadhani wa kiume alitokea Tabora, lakini wakafikia huku namba 7. Alizaliwa kule, hakupata elimu, lakini wazazi wake walikuwa ni wafinyanzi wa vyungu. Kwa hiyo wakati yeye Siti ndio alitakiwa auze vyungu. Kutokana na hali ya maisha hakupata uwezo wa kusoma. Ili waweze kula, wazee wachome vyungu, yeye apite auze. Sasa ili watu waliokuwa ndani wajue kama kuna vyungu vinauzwa, alikuwa akipita akinadia kwa kelele fulani mithili ya kuimba. Na Mungu alimjalia sauti nzuri, lakini sura yake haikuwa nzuri sana. Lakini sauti alikuwa Mungu kamjalia. Hata katika nyimbo zake baada ya kupata umaarufu alipoimba, wenzake ndio kumpiga kidongo, wanamwambia Siti, kama si sauti Siti ungekula nini? Na yeye akawajibu, si hoja sura jamali, nimesahau kidogo vitu kama hivyo. Si hoja sura nzuri, lakini ndo maana yake. Lakini lile shairi lilifumbwa. Kwa hiyo Siti Binti Saadi alikuwa anatangaza, anapita akiuza vyungu, na kwa sauti yake ilikuwa nzuri, na mazoezi ya mziki ni kuimba. Mapafu yanafunguka. Ndio maana unakuta watu wa kasida, watu wanaimba kwaya kanisani, uwezo wao mkubwa wa kuimba. Hata waimbaji wakubwa duniani wengi wao, kama kina Whitney Houston, walikuwa ni waimbaji kanisani. Wengi hata hapa wapo, wengi wanaimba kanisani. Ukija hapa wengine wana sauti ya kufunguka. Ni wana kasida wazuri, wanasoma Qur'ani vizuri. Huyu Ustaz Dawa ndio
Ni shekhe yule. Madawa. Sauti yake imefunguka mwanzo kwa kuimba. Kwa hiyo Siti Binti Saadi ikawa sauti yake nzuri. Maisha yakenda, akaja akaolewa. Akawa yuko pale maeneo ya Kisima Majongoo. Mumewe ni mfanya biashara. Lakini wakati ule usafiri unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo mume akisafiri anachukua muda mrefu kurudi. Kwa hiyo akawa yuko jikoni kule anapika, lakini huko akiimba. Kuna wazee walikuwa hapo kama Culture au Naidi na Safaya wa enzi hizo, wanakaa maeneo yale, wakawa wanamsikia. Wakamuomba ende akafanya mazoezi. Kwa hiyo yule bibi, kwa sababu ni kitu anachokipenda, akatoka kwenda kufanya mazoezi katika hicho kikundi. Wakati huo taarabu inaimbwa na wanaume watupu mpaka wapiga vyombo wote. Yeye akawa mwanamke wa kwanza kuimba, na ukiimba unajifunika. Yani mwanamke wa kwanza kuimba taarabu kwa Kiswahili. Taarabu zilikuwa zikiimbwa kwa Kiarabu. Hapa Zanzibar. Muziki wa Kiarabu. Kwa hiyo akawa ni mwanamke wa kwanza kuimba taarabu kwa Kiswahili akiwa amejifunika. Tafsiri yake ni mwanzilishi huyo kwa wanawake ambao wanaimba taarabu mpaka leo hii, mpaka hivi sasa. Na ikaenda, mume aliporudi kuona ile taarifa akampa talaka. Lakini hakuacha kuendelea na mziki wa taarabu. Aliendelea nao mpaka watu wa mastudio nje sauti yake ikatembea, wakaipenda. Kwa hiyo ni mwanamke wa kwanza kutoka kule, kwa watu wa Hindi kutoka kule na studio yao kuja kumrekodi hapa. Ni mwanamke wa kwanza katika East Africa Mashariki kurekodi katika santuri, kama watu wanafahamu santuri ile sahani nyeusi. Siti Binti Saadi. Kwa hiyo moja, ni mwanamke wa kwanza kuimba taarabu kwa Kiswahili. Lakini pili, ni mwanamke wa kwanza kuwa katika santuri. Lakini muimbaji yule wa nchi gani sijui Irani, Kulthum. Katika mahojiano yake alikuwa anahojiwa, anasema mwanamuziki gani unayempenda, akamtaja Siti Binti Saadi kutokana na sauti yake. Akamuelezea. Lakini cha ajabu pia hakusoma. Siti Binti Saadi hakusoma. Alikuwa anaandikaje? Wanamkaririsha. Hana uwezo mkubwa wa kukariri. Wanasema Mungu hakupi kilema kakukosesha mwendo. Lakini kwangu mimi nasema Siti Binti Saadi pia ni mwanaharakati wa kwanza. Siti Binti Saadi aliimba ile nyimbo ya Kijiti. Nyimbo ya Kijiti ni hadithi ya kweli ambayo Bikidude pia aliimba ile. Bikidude pia aliimba, tutakuja. Tazameni aliyomfika mgeni. Alikuja mtu mgeni wa kike kutoka bara na watu wakamuona pale. Wakawa wale kama binadamu unavyojua. Watawala wa miaka hiyo. Kwa hiyo Siti Binti Saadi alikwenda kufanya kazi yake nje ya mji kaskazini. Kwa hiyo yule mgeni alichukuliwa na hao watu kwa nia njema tu, kama kwenda kutembea. Lakini walipofika huko wakafanya matendo yao, wakaenda naye maguguni, wakafanya hivyo. Wanajua wenye sitaki kufungua sana. Kwa hiyo Siti Binti Saadi wakati wanarudi na dereva wa taxi, wakakuta ule mwili pale kati Marhubi. Walimuua. Alikufa. Siwezi kusema walimuua, kinasema alikufa. Alikuta mwili pale. Kwa hiyo dereva akatafuta namna ya kusaidia kupeleka sehemu zinazopeleka. Kwa hiyo ikageuka ikawa dereva ndio aliyemuua. Kwa hiyo Siti ndio akatunga nyimbo hii ya Kijiti. Kwamba walimchukua wakaenda naye maguguni, wakafanya walichokifanya. Kuna vipande vinazungumza, mwingine akasingiziwa kesi wakati kesi si yake. Sasa ukiangalia kwa hali ya kawaida, huo ni muhana harakati. Nadhani siku moja tuitafute ile nyimbo tuisikilize, alafu tuichambue. Na ukisikiliza vizuri anasema tazameni alofanya Kijiti. Kwa Kijiti kaficha tu pale kwa kutumia fasihi. Maana pana Kijiti huyo mtendaji, mgeni aliyetendwa. Kumchukua, alafu kuna sema sasa kumchezesha foliti. Kumchezesha foliti. Maana yake si unaona nyimbo za zamani. Kumchezesha foliti ndo wakaenda wakafanya waliyofanya mpaka akafa porini. Kwa hiyo sasa kwa nini Bikidude amepata sifa kubwa sana, wakati kama nilikunukuu vizuri tulipozungumza off camera ulisema kwamba nyimbo karibia zote ambazo Bikidude ameziimba zilikuwa ni za Siti Binti Saadi? Bikidude hakuwahi kuwa na nyimbo yake isipokuwa ile nyimbo waliorekodi na Offside Trick. Ahmada Umelewa. Ile ndio nyimbo amerekodi yeye mwenyewe kama Bikidude. Hizi nyimbo zote azoimba Bikidude. Mwogo wa Jang'ombe sijui nini, zote hizi ni nyimbo za Siti Binti Saadi. Bikidude alikuwa muimbaji, anachukuliwa kwenye majahazi kuimba.
Okay. Kwa hiyo anaimba zile kopi. Sasa watu wengi hawajui hii hadithi na hawajui habari ya Siti Binti Saadi. Wanachukulia kwamba Bi Kidude ndio mwenye zile nyimbo. Zile nyimbo za marehemu Siti Binti Saadi, Bi Kidude akazikopi na sisi tulikuwa hatujui, tukaona yeye ndio mwenye zile nyimbo. Bi Kidude hakuwahi kuwa na nyimbo. Na siku aliyokufa sikutaka kusema, lakini nilishangaa kusema mwimbaji maarufu wa tarabu kafariki. Lakini wangesema mwimbaji ambaye mtu mzima mahiri wa kupiga ngoma za unyago ningekubali. Lakini mwimbaji wa tarabu maarufu Bi Kidude hapana, nyimbo hazikuwa zake, ni copy and paste za Siti Binti Saadi. Na Siti Binti Saadi baada ya kufariki alizikwa Raha Leo pale chini ya Mkunazi. Kaburi lilikuwepo pale, limepotea potea, lakini kazikwa maeneo yale. Sasa ni vyema historia ikatafutwa, ikaenziwa, tukaweza tukaizungumza, kwa sababu tayari tulikuwa na watu maarufu walioweza kufanya ile kazi kwa uwezo mkubwa. Bado ni historia kubwa sana kwetu ambao hata vizazi na vizazi wanaweza kuja kuisoma. Lakini ukiacha huko, angalia umri wako hata na wangu. Lakini paka leo nyimbo za Siti Binti Saadi zinaishi. Na ndizo Bi Kidude alikuja kuzigeuza. Okay. Zinaishi paka leo. Kwa hiyo iko haja ya kutunzwa, tukaelewa tukaelewa historia nzuri ilivyokuwepo, tukaangalia music ya wenzetu wakati huo ilikuwa inapigwa vipi na sasa hivi tuko wapi na tuna haja gani sasa ya kurudisha. Lakini ukirudi nyuma hasa Tanzania bara, ukienda kwenye kumbi za starehe, hii muziki inaitwa modern taarab. Siku hizi inapigwa baki ingilio bure. Yaani unaingia, anakunywa bia zake huko, mambo yao hayo ndio unaingia. Lakini hii muziki ya zamani, hii hapa Zanzibar, kuna watu wana vikundi vyao kule. Unaingia kwa pesa. Okay. 10,000 nadhani kama sikosei. Sasa hapo unaona watu wanapenda nini? Wanakosa kitu cha huku, wanakosa hiki kitu kizuri. Kwa sababu ukizungumza taarab, siku moja hayati Al-Hassan Mwinyi alikuwa anahojiwa kuitafsiri neno taarab. Maana akasema taarab ni kitu ambacho ni mziki wa utulivu, unapiga ukiwa umeweka na 4, anasema kitu kama hicho. Taarab katafsiri sana. Okay. Sikumbuki zote, nakumbuka juu alitafsiri kwamba ni mziki wa utulivu, mtu unakuwa umetulia, kama umekwenda kwenye shughuli umekoga vizuri mwenyewe, unakaa unasikiliza vizuri. Siku moja nilikuwa naongea na babangu baada ya kula, kwa watu nazungumza, akaniambia nimtafutie nyimbo za Mwanaacha. Za Mwanaacha. Mwanaacha. Okay. Akaniambia nitafutie zile nyimbo. Lakini akaanza kunipa hadithi wakati wake akiwa kijana, alikwenda kwenye tarabu ilikuwa inafanyika Esalasi pale. Yeye ndo kijana, kipembeni yake kuna wazee. Okay. Kakaa pale, anasema kavaa shati lake vizuri. Na jinzi wakati huo inaitwa dengrizi. Dangrizi. Ngumu kweli kweli. Kweli kweli. Sasa nimepiga dangrizi yangu. Sasa ikapigwa nyimbo, ujana wangu wapi umeyayuka kama moshi. Sasa yeye akawa kafurahia ile nyimbo. Sasa huyu mzee kakasirika. Anahisi kama anaambiwa yeye yale maneno. Kwa kama kijembe kahisi. Kama kijembe, ujana wangu uko wapi umeyayuka kama moshi. Kama moshi. Sasa si huyu, nadhani unaiona hiyo nyimbo maudhui yake. Hata mimi wewe tulikokuwa sipo. Leo ikiimba ujana wangu wapi umeyayuka kama moshi, unaweza ukapigana. Sasa wewe ukaona kwamba ushazeeka sasa. Ushazeeka, vijana wanakupiga madongo wewe. Turudi hapa. Siti Binti Saadi alipata maarufu sana, na hata Bi Kidude kwa kupiga tu kopi za nyimbo za Siti Binti Saadi amesafiri nchi mbalimbali duniani, wakimwalika kwenye matamasha makubwa, na alikuwa akitangaza sana Zanzibar. Ni wapi ambapo tumekwama? Pahali ambapo tumekwama, tumeshindwa kwanza kuzienzi zile kazi, lakini kuzalisha kizazi kinachoweza kufanya kazi ile. Okay. Kwa mfano, kuna watu wanaitwa kirembo cha Siti Binti Saadi. Ni familia yake. Okay. Yule mtoto ukimtizama na ukikuletea picha ya Siti Binti Saadi, wanashabiana kiasi fulani. Okay. Sema Siti Binti Saadi uso wake ulikuwa mpana kidogo, na nywele zake alikuwa hafanyi mambo ya kisasa, madawa nini, alikuwa hana.
lakini sura zimefanana. Hatuwatengenezi wale watu, kwa sababu kumtengeneza mtu sio yeye kuimba tu nyimbo kama wanavyoimba. Kumtengeneza kutengeneza nyimbo mithili ya historia yetu ya nyimbo zetu tulivyokuwa tunazifanya kwa mfumo ule. Tunaweza tukatengeneza nyimbo mpya lakini mahadhi ni yale. Okay. Lakini siku hizi tumekuwa tunashindwa kutengeneza mpya, tunaiga tu. Sasa lazima tupoteze. Faida ya kuwa na utambulisho kama taifa wa sanaa, maana hii ni sehemu ya sanaa, ni sehemu na utamaduni. Faida yake ya kuwa na wasanii wakubwa mithili ya kina Bi Kidude, labda tungekuwa tumezalisha kwa sasa, na faida ya pengine labda taarabu asilia ingekuwepo bado, faida yake ni nini kama taifa? Mziki wa zamani ulikuwa na namna ya kuburudisha, kuelimisha. Kumetokea maradhi, wanapiga mziki kwa ajili ya kupeleka ujumbe kwa jamii juu ya matatizo ambayo yametokea katika nchi, lakini kwa kupitia miziki wa taarabu asilia au miziki ya aina yoyote. Lakini kwa sasa mziki ni biashara. Kwa hiyo una faida kibiashara, lakini pia unaelimisha. Kwa mfano hapa katikati tulikuwa tuna kampeni. Zilipigwa nyimbo nyingi kuelezea mambo ya kampeni, kazi zilizofanywa Dr. Hussein Mwinyi na nini. Lakini ukiingia in deep, maneno ni mapya, mziki wa nyimbo za watu wengine zilizopigwa. Za katika hiyo modern, wameshindwa kutunga nyimbo za muziki yao. Hatuwezi kwenda hivyo. Lazima tupoteze. Okay. Sasa mziki una faida, lakini lazima ulindwe, upewe na hadhi, lakini na mwanamuziki atengenezwe, lakini na mwenyewe ajitengeneze. Brother, maisha ya sasa ni kweli ni magumu, lakini tokee mwanamuziki yote wa Zanzibar hapa wa taarabu asilia, taarabu anafanya shughuli Ngome Kongwe usiku. Kiingilio shilingi 10,000. Wewe umepanda daladala yako unatoka Magomeni, unamkuta ndani ya daladala. Usiku tena kulipa 10,000. Si rahisi. Kwa hiyo ile sio serikali sasa ikutengeneza, ni wewe kujivali. Okay. Kuanzia mavazi yako, muonekano wako, namna ya kuonekana kwako. Maana mpaka watu wakutafute hawakujui, wakuja kuone. Lakini unapishana na wewe kwenye daladala umejaa mavumbi, nani atahangaika na wewe? Inakukera kuona kwamba sasa hivi Zanzibar tunatambulika kwa mziki ambao ni wa kisasa, taarabu ya kisasa? Kwa kweli inakera na haitambuliki. Haitambuliki kabisa, kwa sababu kama inatambulika sio kama pata mialiko nje. Okay. Lakini kija mialiko anakwenda nani? Si hao. Juzi kulikuwa na shughuli kule, Mama Maria Mwinyi amekwenda. Lakini mwisho wa siku si imekwenda ngoma ya Kibati. Kwa sababu ya wasilia. Tulikwenda ziara nyingi Komoro hapo. Tulikuwa tunaondoka na culture. Kule zinatumbuiza, lakini hatuwezi kuchukua hizi taarabu nyingine. Leo taarabu unaikuta mtu kavaa jinzi wa kike. Taarabu gani? Okay. Hakuna taarabu hiyo. Taarabu mtu ana sijui nitumie lugha gani, kwa lugha ya kizamani anademka paka anaanguka chini. Haipo ile. Mambo ya ajabu kabisa. Mambo ya ajabu. Taarabu inachezwa kwa pozi na vizuri. Kama kuna video moja imetrend sana, muda mrefu Mama Samia alihudhuria harusi fulani hivi. Alijitambua kama yeye ni kiongozi. Alipaswa aoneshe watu taarabu ni nini. Okay. Nadhani umemwona alikuwa anakwenda taratibu kabisa. Na anatunza kwa taratibu. Na mara nyingi taarabu unakwenda taratibu, unatunza, unarudi kwenye kiti chako ulichokaa bila jasho. Leo taarabu mtu anatoka jasho kutafikiri analima. Hatari. Nyumbani najua pia ipo sanaa kwenye familia yako. Sitaki kusema sana, lakini najua ipo sanaa pale nyumbani. Kuna top 5 yako ya taarabu asilia ambazo wewe unazipenda? Ulipogusia kwamba nyumbani kuna mziki wa taarabu. Babangu alikuwa anatunga mashairi. Mzee Salmin? Ndio. Kweli? Na anawapa wakati lakini hataki kutangaza. Okay. Lakini mimi mwenyewe ni mtunzi wa mashairi. Na wewe ni mtunzi wa mashairi? Sana. Zipo nyimbo nyingi nimetunga. Sema nimezipeleka kwenye hii taarabu ambayo huipendi hata hiyo. Hii taarabu ambayo siipendi. Taarabu ya upotoshaji na hiyo kusema. Zipo nyimbo nyingi, kuna nyimbo nimemwimbisha Bi Mwanahawa, aleniumba janikosea. Ni utunzi wako? Utunzi wangu. Da. Kuna nyimbo nyingine inaitwa Domo la Udaku.
Domo la udaku naijua. Ni utunzi wangu. Okay. Zipo nyingi, nyingine nimesahau lakini zipo nyingi. Kuna nyimbo moja nilimwimbisha Nasoro huyu, nilitunga mimi. Kuna nyimbo ilitengenezwa huko nyuma, mtu anajisifu anasema yeye daktari wa mapenzi. Mimi nikatengeneza nyimbo kwamba yeye sio daktari wa mapenzi. Na ananiambia hiyo mapenzi anayatibu kwa dawa gani? Mapenzi haya aliyowatesa hadi mitume. Nilitunga nyimbo ya namna hiyo. Okay. Hata katikati hapa kulikuwa na shughuli ya miaka mitatu ya Dr. Hussein. Nilitunga nyimbo mimi, nikatia na mziki mimi, nikawatumia Big Star kutengeneza mziki. Na mimi mwenyewe nilihudhuria mazoezi yote mpaka tukamaliza. Uko vizuri. Turudi kwenye top 5 ya taarabu zako asilia ambazo wewe unazipenda. Katika taarabu asilia kuna nyimbo moja iliimbwa na Machaprala ambaye jina nimelisahau, lakini katika uimbaji wake anasema ninaye huyu ni wangu, tena ninaye siku nyingi tokea enzi na enzi. Okay. Lakini kuna nyimbo nyingine inasema simkumbuki alioimba nani, inasema nisubiri hadi lini. Sio Asha Simai? Asha Simai. Okay. Nisubiri hadi lini sasa hivi imepigwa na imepigwa sana na watu wengine katika kuibadilisha lau na wao waweze kuimba. Okay. Lakini katika hizo nyimbo mbili nizilipenda sana, lakini ile Machaprala ambayo ilikuwa inanifurahisha namna uimbaji wake, mziki ulivyokuwa na yale maneno na namna mikono yake alivyokuwa anakwenda nayo na ile biti. Na kweli Machaprala alikuwa na hiyo tabia, mikono yake akishafunga hapa huwa hana mbwembwe sana. Kwa hiyo ilikuwa inanipa fikra nzuri ya kusikiliza yale mashairi. Zile nyimbo yani hizo mbili kwangu zilikuwa hizo ndo top, zimenigusa sana. Okay. Lakini ukija nyimbo ya Fatuma Isa, dogo msilipe mwanya, kaja likatatiza nyinyi mnayakusanya huku mnaendeleza. Kwanza nimeipenda ile nyimbo uimbaji wake yule bibi. Lakini pili, aina ya mashairi ambayo yanapeleka message kwa jamii. Shairi ambalo linaishi siku zote alivyoviimba vinatokea katika jamii. Mpaka leo ile nyimbo ina hadhi. Okay. Huwezi kusawanisha na nyimbo zilizopigwa katikati hapa, nyingi zishakufa, lakini ile bado ipo. Bado ipo. Dogo usilipe mwanya likaja likatatiza. Na kuna nyimbo nyingine ambazo zilipigwa kule Pemba, sijui kupanda ndizi mgomba si wako. Profesa Gogo. Tafute kapu pande mgomba. Okay. Ile nyimbo zile nilikuwa nazipenda sana, na nyinginezo ambazo nikisikia ndo naweza kukumbuka. Unajua nyimbo zilivyo, muda umekwenda, miaka imekwenda. Mimi wakati nakuwa nilikuwa naupenda wimbo wa Machaprala, ukichungua usichungue. Ndio kumsumbua sana mzee mpaka kanitafutia tepu yake. Ukichungua usichungue utayajua. Alikuwa naimba kwa utulivu sana. Na kuna nyimbo moja aliimba Hadija Kopa kabla hajakuwa Kopa. Okay. Akiwa culture sasa. Alikuwa culture, inaitwa Kadandie. Okay. Kadandie, nyimbo ile ilikuwa biti yake inachezesha, watu wanacheza, ilifika watu wanapigana kutokana na utunzi wake na maneno. Sasa ile nyimbo naichukulia kama mfano, kwa nini hawa wanaosema modern taarab wasitengeneze nyimbo kama ile, biti zile maneno mazuri mapya, watu wakachangamka. Bana, nitakuuliza swali na nitakuomba utusaidie. Wewe ni mtunzi, lakini katika unavyozungumza pia nimekusikia kwamba unaweza kuingiza mahadhi, manake kutunga mpangilio wa vyombo na nini, vyombo, sauti na nini. Mwenyewe unaweza kuimba? Siwezi kuimba, lakini naweza kuelekeza. Nataka, kwa sababu binadamu kuna kazi uko unafanya, wakati mwingine unaweza unaimba. Najua ni ngumu, labda pengine sasa hivi kuwa unafua, labda sababu kisha huwa tunaacha hayo majukumu. Lakini ukiwa unafanya kazi zako, wakati mwingine ikikubidi kuimba upate ile melody, huwa unapenda kuimba wimbo gani? Nilikuwa sijakufahamu kama unaweza kuimba, nifikiri kuimba juu ya jukwaa. Yanakusudia hata wewe mwenyewe uko unafanya kazi zako, ni wimbo gani ambao unakuja kichwani? Unaweza labda tukapata kionjo. Hizo nilizozitaja ndio nyimbo ambazo nazipenda sana. Okay, mtazamaji wetu pengine angetamani nyimbo ya zamani kama hiyo, ni naye tena ni wangu. Imenitoka melody sasa hivi lakini tulikuwa siku nyingi toka enzi na enzi, imenitoka lakini mfumo huo. Okay.
Ni ngumu kiasi gani kuweka mahadhi? Yaani kujua kwamba bwana mashairi yanakwenda hivi, hapa mziki upite hivi, mziki upite vile. Ndo pale nikakwambia kuna kitu kinaitwa notation. Katika kuimba kuna nyimbo inapanda, mtu anapanda kuimba sauti ya juu. Maana yake na vyombo vinakwenda kwa mfumo wake. Kwa hiyo ukishajua hivyo unajua vipi uende. Lakini pia aina ya muimbaji unayemuimbisha. Kuna uimbaji wengine akipanda mziki wote unaharibika kwa sababu hana uwezo wa kupanda juu. Lakini akiimba hivi anaimba vizuri na kila mtu anafurahi. Kwa mfano, Zura Shabani hawezi kuimba sauti ya juu. Lakini akiimba hivi tambarare, anaimba sauti nzuri na inafurahisha. Jua Kasimu hawezi kuimba sauti ya juu. Anaimba sauti ya chini, ya kati. Sasa unaweza kuupangilia mziki kutokana na mtu alivyo. Lakini mziki wenyewe unaanza kuutengeneza. Toka unaandika mashairi, utajua unajua aliandika hivi napitia kwa njia gani. Na toka unaandika mashairi unaandika na script kabisa. Na kwenda na vina. Kuna saa nyingine kwa sababu unataka upate mwimbaji unaomuimbisha asiweze kuwa hawezi kupanda juu. Kwa hiyo vina vinabadilika kina cha kati na cha mwisho. Ili usije ukapata njia ya mtu kwenda kupanda juu sana. Umezungumzia vina, mara nyingi huwa mnawasikia vijana, mimi sio mwanamuziki, wanasema bwana key. Key. Kwa tarabu asilia kuna key, na ni ngumu kiasi gani kwenye tarabu asilia kubaki kwenye hiyo key kama ipo? Key tunapiga sisi mziki. Yaani kwa maana instrument, vyombo vitupu. Wewe unaoimba unatakiwa ufuate, usitoke nje ya beat. Beat pengine ina tempo, speed. Kama beat iko 16 speed yake wewe unaimba kwa speed ya juu. Maana yake uko nje, utapishana nayo. Uko nje ya key, umetoka kwenye key. Kwa hiyo lazima ukae kwenye key uweze kwenda. Ndio maana ukiangalia hizo tarabu za sasa beat imeongezwa na inakimbia sana. Haiendi vizuri. Lakini ukija huku katika hizi swala la nyimbo, nikurudishe kidogo sababu umegusa. Niliwahi kutengeneza shairi moja, nimelitunga lile shairi. Nilipolitunga lile shairi nikampa Jua Kasimu aimbe. Unavyojidhani haufanani na hicho cheo aliyekupachika nani? Hayo unaikumbuka hiyo. Ile nyimbo baada mimi kuitoa, bendi nilioipiga kwa ile nyimbo wakajibu kwa nyimbo ambayo inaitwa Staki Shari. Na maneno mengi. Biti yao ikawa iko juu kwenye tempo. Sasa mimi nikatengeneza nyimbo inaitwa Domo la Udaku kwa yale maneno aliyosema. Yani kama anaropoka, domo la udaku, mbea zaidi ya mamba, kupenda majisifu na kujifanya wewe muumba. Sasa mimi biti nikaipandisha zaidi ya 16 ya kwao, upanda wao. Lakini ile biti nikaivuta kwa kupitia magita na keyboard. Kwa hiyo ikawa mithili ile ya kwao ilikuwa inakimbia kama farasi anayekimbia na miguu miwili tu. Mimi nikaivuta kana yale magita nilipoongeza na kinanda zile, na nikapiga gita za bezi 2, solo 2 na rhythm 2. Taarabu nyingi hawapigi solo, wanapiga rhythm tu. Kwa hiyo nilipiga solo, mi solo na bezi na mi bezi. Kwa hiyo kama sijakwambia huwezi kujua. Kwa hiyo ile beat ikawa imeshikwa. Sasa ikawa inatembea kama farasi anatembea miguu minne. Kwa hiyo huwezi kupata nini kimefanyika na kuiga si rahisi. Kwa baada ya kuitoa ile nyimbo, ile bendi ikatoa nyimbo kama 4 kutaka kuijibu ile nyimbo moja. Paka leo imeshindikana. Nilikuwa juzi nimeingia mtandaoni, kuna wimbo na utafuta wa tarabu asilia Suhuba ya Dai na baadhi ya nyimbo nyingine, lakini pale kwenye YouTube akaniletea kwamba ule wimbo umehifadhiwa Norway. Ya ule Suhuba ya Dai na zile nyingine ambazo kwa nazitafuta kwa wakati ule zimehifadhiwa Norway. Kwa wenye kujua maana. Lakini hapa hatuna huo uhifadhi wa hizi tarabu asilia, na pengine ukitafuta labda
usizipate kirahisi. Rai yako kwa mamlaka, tunayo wizara ambayo inashughulika na masuala ya utamaduni na sanaa. Rai yako ni nini? Rai yangu ni kutunza urithi wetu. Ni kutunza urithi wetu kwa sababu ya kuwekea kizazi jamii, na hii inapelekea watu wanamuziki wapo. Kwa sababu kila mtu anazaliwa na kipaji chake na talanta yake. Wengine wanakuwa mashehe, wengine wanajua kupiga muziki, wengine wanakwenda kwenye siasa, wengine wako kote hivyo. Sasa tutapotunza, wanaokuja wakipitia wanaona kitu wanaweza kupata, ambacho hiki ilikuwa ndio utamaduni wetu. Okay. Lakini tunawachukua sasa, nakupa hadithi fupi au ufafanuzi mfupi. Kuna ngoma hapa, hizi ngoma nyingi zilizochezwa hapa zililetwa na watu ambao wale tutawala sisi, tukaziiga, zimekuwa kama zetu. Lakini sasa vile walivyotuachia hapa tunavyoipiga, kuna sehemu haziko sawa. Lakini ukimtoa mtu sasa ukampeleka nchi husika akausome ule mziki, atakwenda atausoma ndivyo. Akija hapa yeye akianza kuucheza ule mziki vile uhalisia ulivyo, sisi tuliokuwa hapa ule wa kwake hatujui, tushauzoea huu, atakuwa nani anaharibu mziki. Nataka nikuulize swali la mwisho kabla labda pengine nikakuuliza swali jingine mbele. Ulitaja mzee kwamba aliwahi kutunga enzi zake za ujana kule. Unakumbuka wimbo wote ambao mashairi yalitungwa na mzee? Kwa kwenye kichwa sikumbuki, nimeandika pahali. Unaweza kwa leo nitashindwa, lakini nimeandika pahali. Umeandika sehemu. Nimeandika pahali. Na yalikuwa na muktadha gani? Ni hizi nyimbo tu za asilia ambazo zinafunza kuelewesha jamii katika mambo ambayo yanajitokeza kila siku katika jamii. Hadithi za mapenzi hivyo. Ukiangalia nyimbo za zamani nyingi zilikuwa zina vina, maana ile vina na mizani wanahakikisha inakwenda sawa. Nyimbo za siku hizi hawazingatii hizo vitu. Nyimbo za zamani walikuwa wanatengeneza vina kwa kutosheleza haja ya msikilizaji. Okay. Sasa hivi tunatengeneza nyimbo kwa kutosheleza haja ya mtunzi. Ili apate kulimaza ile shairi. Shairi moja linauzwa Sheikh 500,000. Ni biashara. Nikuacha mimi linauzwa 500,000. Mimi sikuwahi kuuza, nilikuwa natengeneza tu natoa hapa watu. Na mpaka leo ninayo mashairi ambayo mengi nimeandika na buku kubwa ambazo nyimbo sijawahi kuzitoa. Nikiwa sina kazi naandika. Mimi wakati nasoma, wakati ule nilikuwa nasoma, kombi yangu ilikuwa art ilikuwa na masomo 5. Kiingereza kwa tunakikimbia hesabu mara nyingi watu hatuziwezi. Lakini kwenye art kuna Kiswahili na historia inasomwa sana kwa Kiswahili kwa miaka ile. Kwa hiyo nilikuwa nasoma sana kufidia marks nizipate hapa. Ndiko nilipokifahamu Kiswahili vizuri. Mimi nataka nifahamu sasa, katika mashairi mengi ambayo umeandika, labda pengine nyimbo nyingi ambazo zimeimbwa kwa utunzi wako, ni wimbo gani ambao unaupenda na ni kazi yako na kwa nini? Kuna nyimbo moja nilitunga ambayo inaitwa Wacha Nijishebedue Mke Mwenza Onijue. Na ile nyimbo niliwaimbisha waimbaji wawili. Nilimwimbisha Isha Mashauzi na Joha Kasim. Lakini katika nikaona hii nyimbo jinsi ilivyo, na Isha ninavyomjua na Joha ninavyomjua, nikimpa Isha aimbe mke mkubwa shida ingekuwa kubwa sana. Lakini nikampa aimbe mke mdogo Isha. Kwa sababu mke mdogo ana matashtiti. Lakini maneno niliyompa ya kitashtiti, lakini huyu ambaye hana hata uimbaji wake sio matashtiti, nilimpa maneno ya tauhid. Ambao huyu akipiga zile porojo zake, huyu anapiga maneno fulani ambayo yanaingia kwenye tauhid. Yanakwenda yanazima. Ile mashairi ile nyimbo naipenda sana, nilitengeneza mimi. Na nikawaimbisha watu wawili wale wakaimba, na nyimbo mpaka leo ina hadhi. Na kwa nini nilitengeneza ile nyimbo? Nilifuatilia sana nyimbo ya Isa Matona Kimasomaso. Sikuona mtu yoyote ambaye ameweza kuijibu ile nyimbo. Na ile nyimbo haikufuata vina. Ile Kimasomaso. Nilifuatilia kwa kina, nikagundua kalifunga shairi.
Kulifunga shairi maanake kuna maneno mengi unayatumia. Ambapo ndipo inakufanya usifate vina. Okay. Sasa wewe unakuwa huna njia ya kupita. Na maneno yote yametumika na maneno hayo maisha yote yapo. Kwa hiyo ukisema ile nyimbo Kimasumaso maneno yote yamo mle ndani, maneno ya mitaani yote ambayo mpaka ya sasa yamo mle ndani. Alicheza na muda. Kwa hiyo niliangalia kule nikasema nikitengeneza hii nyimbo ya wacha nijishebedue mke mwenza wanijue, kwamba kila siku mke mdogo na mke mkubwa watakuwepo. Watu wanaolewa. Kwa hiyo sasa hii tunazungumza muziki ya kibiashara ambayo inadoboa. Inadoboa. Kwa hiyo ukipiga pahali kuna watu wanapigana, washapigana sana watu na ile nyimbo. Na wakati ule nilipotengeneza ile nyimbo, ile album ilikuwa yangu. Mimi kama mimi. Okay. Sijamaliza kurekodi, Wahindi walinifuata wakataka nimauzie ile album milioni 8. Wahindi? Yes. Nikaingia mkataba, nikawauzia. Utunzi una faida kumbe? Sana, tukaanza kugonga kopi. Okay. Lakini mwisho wa mambo nikaachana nayo. Na hatukujua, na kama sasa hivi unakuta kwenye ringtone muziki inatumika bado watu wanapata faida. Mimi nataka nijue hiko ambacho unakifanya ni kipaji ama ulisoma sehemu? Mapenzi. Nilikuwa napenda sana muziki wakati ule. Sana. Nilikuwa napenda muziki na niufuatilia. Na wakati wa ujana nikamiliki bendi 2 kwa sababu napenda. Okay. Sasa baada ya kumiliki bendi ndo nikaja kujua sasa namna ya mashairi nilikuwa najua. Lakini nikaja kujua namna ya muziki unavyopigwa. Kwa sababu nilikuwa nakaa na Wakongo muda wote. Wakongomani. Wakongomani. Kwa hiyo mchana wanaoingia kwenye mazoezi ya kawaida na vyombo nipo. Tunashirikiana. Okay. Usiku nakaa nao, muziki unatengenezwa kwa mdomo. Alafu kesho unaingia na wakati mwingine wanapiga sana hivi kwenye mapaja. Mapaja na hivi. Kwa hiyo ile jambo likawa lipo kichwani, nikawa nalijua, nikawa nafanya practice mwenyewe. Mwisho wa siku nikajikuta naogelea. Okay. Na kwenye mashairi, kwa sababu toka zamani Kiswahili nakijua, nilikuwa mzuri sana katika mambo ya mzee mtunzi, ya uandishi ule kama urithi tu. Lakini katika uandishi wa insha na vitu vingine. Kwa hiyo nikawa jambo naliweza, na ni mtu ambaye napenda kuandika sana. Kuandika na kusoma ndio kitu ambacho nakipenda. Nakushukuru sana. Tumekuwa na mazungumzo ambayo yamesheheni na mtazamaji wetu bila shaka atakuwa amejifunza vitu vingi. Mimi kimoja ambacho nimekichukua na itabidi nitakaposhuka sasa nikasikilize pale uliposema kwamba kuna uwezekano muziki wa taarabu umechukua vionjo vya muziki wa country. Na najaribu kufikiria nyimbo kadhaa za country kichwani. Hilo nimelichukua, lakini pia sikupata kujua kwamba mzee naye aliwahi kuwa na utunzi. Tumejua na hii tumekuwa na hii faida sasa kwamba kila siku unapokuja hapa tunapata exclusive na mtazamaji wetu, na hii ndo tafsiri ya amini katika haya. Kuna vitu vingi sana ambavyo uko navyo, Mungu amekujalia. Unajua kwenye dunia iliyoendelea sasa hivi huendi library kupekua vitabu. Ukitaka utapekua, lakini kuna watu aina kama yako tunakaa kama hivi ambavyo tunazungumza, una vitu kichwani. Unajifunza kwa kusikia. Unajifunza kwa kusikia. Kwa kusikia. Ukitaka kujua lakini. Sasa na sisi tumejifunza vitu vingi bwana. Mimi sikuwa najua pia kwamba kwenye taarabu hizi za kisasa hawapigi solo. Si sana wanapiga rhythm. Si sana kupiga solo, wanapiga rhythm. Piga magita mawili tu. Rhythm. Lakini muziki wa dance unakuwa na magita matatu. Solo, rhythm na bass guitar. Nakushukuru sana. Asante. Mtazamaji, mpaka wakati mwingine, mimi nikwambie amini katika haya.